Tathmini ya mafanikio, changamoto pamoja na mwelekeo mpya wa kuwainua vijana kiuchumi na kijamii imekuwa ajenda kuu katika kikao cha kamati tendaji ya mradi wa Ahadi kinachohitimishwa leo hapa jijini Dodoma. Kikao hicho kinachofanyika katika ukumbi wa Misuma kimewakutanisha wadau mbalimbali wa maendeleo na kujadili mafanikio yaliyopatikana ndani ya kipindi cha miaka 4 na utekelezaji wa mradi huo, sambamba na kuandaa mpango kazi wa miaka 2 ijayo. Katika mjadala huo imeelezwa kuwa mikakati mbalimbali imeendelea kuwekwa ili kuhakikisha vijana wengi zaidi wanafikiwa na huduma za mradi huo kwa lengo la kuwajengea uwezo wa kujitambua, kujiamini pamoja na kujitegemea katika maisha yao ya kila siku. Na ni mradi ambao unawagusa vijana walioko ndani na nje ya shule, na sasa hivi tumeongeza wigo pia kwa kuwafikia vijana walioko kwenye vyuo vikuu na vyuo vya kati. Na lengo la mradi ni kuwafikia vijana wa kike pamoja na vijana wa kiume wenye umri wa miaka 10 mpaka miaka 24. Na mradi una maeneo makuu matatu ambayo tunayaangazia, na la kwanza ni kwenye kuwawezesha vijana kuweza kujitambua, kujielewa wao. Tunashukuru Mungu mpaka hivi sasa tumeweza kuwafikia zaidi ya vijana 292 moja kwa moja kwenye masuala mbalimbali ya mafunzo pamoja na kupata elimu. Lakini pia tunawagusa wazazi, walezi kupitia mradi huu kwa kushirikiana na maafisa maendeleo, maafisa ustawi, lakini tunafanya kwa kupitia modo ambazo tunaziita za kuwagusa jamii moja kwa moja kupitia baba bora, lakini pia kwa kutumia viongozi wa dini. Hasa tukiamini kwamba wazazi wana jukumu la malezi, wana jukumu la kuhakikisha kwamba vijana wao wanapata haki, wanapata vile ambavyo wanastahili ili waweze kukua vema na kuhakikisha kwamba wanakuwa na mchango kwa ajili yao, lakini pia kwa ajili ya jamii nzima. Hawa ni baadhi ya wanufaika wa mradi huo ambao wameeleza namna walivyofanikiwa kujinasua katika utegemezi na changamoto za kiuchumi na sasa kuwa wana uwezo wa kujitegemea kupitia mafunzo na fursa walizopata ndani ya mradi wa Ahadi. Majina naitwa Zawadi Abel, ni mnufaika wa mradi wa Ahadi na nimekuwa katika mradi wa Ahadi kwa mwaka wa 3 sasa. Kabla ya mradi wa Ahadi nilikuwa ni kijana ambaye nipo mtaani nikiendelea na biashara za kawaida za hali ya chini cha kiwango cha maisha, lakini napenda kuchukua nafasi hii kuishukuru Ahadi kwa kuwa imekuwa chansi ya kubadilisha maisha yangu, na kwa sasa iliniwezesha kushiriki katika mafunzo ya VETA, na hivi sasa ninajishughulisha na shughuli za urembo na ususi, na nimefanikiwa kufungua saluni yangu mimi binafsi na kuendelea kuendesha shughuli zangu. Kwa majina ni Ali Hamisi, ni mnufaika wa mradi wa Ahadi. Na ushauri wangu kwamba kabla ya mradi wa Ahadi nilikuwa tofauti, lakini mpaka sasa unavyoona mimi ni mtu tofauti na mwanzo mradi uliponikuta. Na naushukuru sana mradi wa Ahadi kwa hapo uliponifikisha. Vijana wanabadilika kupitia hivi vitu ambavyo watu wanavidharau. Mbali na hilo, wanufaika hao wametoa shukrani zao kwa wadau wa mradi huo, huku wakisisitiza umuhimu wa kuongeza wigo wa huduma ili vijana wengi zaidi waweze kufikiwa na kunufaika. Kwa kimsingi tunatoa wito au kutoa maombi kwa serikali au kwa shirika ambalo litaguswa na kuamua kufanya kama ambavyo tumefanya mradi wa Ahadi, kuendelea kuinua vijana na kuwabadilisha kutoka kwenye namna moja na kuwapeleka kwenye namna nyingine. Napenda kuchukua fursa hii kuishukuru Ahadi Project kwa kuwa imekuwa support kubwa sana kwa vijana, lakini pia imetambua uwepo wetu vijana wa hali ya chini kimaisha na imeweza kutusupport na kutushika mkono ikiwa na nia ya kutufikisha mbali zaidi. Lakini pia ombi langu kubwa ni kuendelea kuangalia Ahadi Project, iendelee kuangalia vijana ambao mpaka muda huu bado wapo mtaani wakiwa bado hawana kitu cha kufanya, hawajui nini wafanye, iendelee kuwashika mkono na kuwasapoti ili kuweza kuinua vijana wengi kiuchumi. Aidha, baadhi ya wadau walioshiriki kikao hicho wametoa maoni yao kuhusu namna bora ya kuendeleza mafanikio ya mradi huo, wakieleza kuwa ushirikiano mkubwa baina ya serikali na jamii na wadau mbalimbali ni muhimu katika kufanikisha malengo. Mradi wetu umejibainisha vizuri kabisa, ni unahusika na mabadiliko ya tabia by design. Ukiangalia katika utekelezaji wake unaona kabisa huyu binti, huyu kijana wa kiume
kwa kweli amezungukwa na sauti nyingi zinazozungumzia jambo hilo moja, kuanzia Baba Bora, promoters na wengine wote wanahusika. Kwa hiyo ile behavioral change model naiona vizuri. Sasa kwa huyu mzazi ambaye na mzungumzaji aliyetangulia pia amemgusa kuhusu awareness ya huyu mzazi ambaye ni muhimu sana, na hasa tunapokwenda kwenye sustainability, kwenye uendelevu. Huyu mzazi nikimwangalia, kwa kuwa watoto wetu bado wako chini ya malezi ya wazazi, naangalia umuhimu wake wa jinsi huyu anavyotakiwa kuwa imara sana, ili kusudi ule uendelevu uendelee hata baada ya afua kufika mwisho. Hata leo wasipokuwepo wenzetu wanaoimplement huu mradi wa Ahadi, manake una uhakika kuwa vijana wataendelea kuwepo kwa sababu wako na ile skills. Wataendeleza ile ule ujuzi walionao na kuweza kuendeleza ile fursa ya kuweza kujipatia kipato cha kwao. Kwa sisi tunawashukuru sana kwa hii support. Na tunatambua kabisa kuwa Ahadi project imetekelezwa na inaendelea kutekelezwa kwa jiji la Dodoma na Dar es Salaam na mkoa wa Dar es Salaam. Naungana na mwenzangu kutoka ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI alivyosema kuwa anatamani hiki ambacho kimetekelezwa kwa jiji la Dodoma na mkoa wa Dar es Salaam kingeweza kutekelezwa kwa sehemu kubwa zaidi ya nchi yetu. Hii inaonyesha ni kwa namna gani ameridhishwa na utekelezwaji wa huu mradi. Kwa hiyo kwa vile wadau wetu wa maendeleo wapo hapa Global Affairs Canada, inawezekanika ni namna nyingine ya kuomba huo mradi uweze kuendelea ili uweze kuwanufaisha wengi zaidi. Involve private sectors kwenye masuala mazima ya huduma rafiki kwa vijana. Nafikiri ni issue ya kuongeza scope. Kwa Dodoma huwa tunafanya, sijajua kwa mkoa mwingine, labda ni kuongeza tu scope kwamba tunawa involve kwa sababu ni among the facilities ambazo ziko ndani ya mkoa na wote wanatakiwa watoe service according to standard na guideline. Na muda mrefu zaidi ili tuweze kuwafikia vijana wengi zaidi. Kwa haya matokeo tunayoyapata ninaonyesha ni juhudi ya pamoja ambayo tumetekelezwa kwa pamoja, serikali kwa kushirikiana na wadau wetu, lakini na vijana wetu, kuhakikisha tunapata yale matokeo ambayo tulijiwekea. Kwa sababu zile indicators maana yake kwa tulikuwa tumekubaliana kwa hizi tutapimwa nazo wote, na kila mmoja alikuwa iko na role ya kuweza kuplay. Kwa hiyo naamini tunachokiona kama ni matokeo chanya, maana yake kuwa ni ya kwetu sote, ni matokeo ya kile ambacho tumefanya kwa pamoja. Ikumbuke kuwa mradi huo wa Ahadi unatekelezwa kwa ushirikiano wa World Vision Canada na World Vision Tanzania kupitia washirika wake ambao ni Tahea, Bao pamoja na Kiwawede. Langu jina ni Anwar Shaban kutoka Dodoma na hii ni Dodoma TV.